Ramani nyingi ambazo nimekuwa nikizielezea hapa ni zile ambazo zinakuwa zina vyumba vitatu, vyumba viwili, na zinakuwa zina machaguo mengi tu, na zinakuwa na option nyingi tu, zinakuwa na vitu vingi tu ndani vizuri. Lakini sasa hapa nimekuletea jengo lenye jumla ya vyumba vinne, lakini ndani humo of course ni unyama sana na vingi vitakufurahisha. Natumaini utaipenda. Hapa nipe muda wako tu na nikwambie tu kwamba unaweza kutazama ramani hizi kupitia WhatsApp yako kiurahisi sana. Cha kufanya ni hivi: tuma message WhatsApp, andika neno niunge. Namba ya WhatsApp ni hiyo hapo inaonekana kwenye kioo cha simu yako, ambayo ni 0758260690. Namba hiyo inapatikana WhatsApp muda wote masaa 24. Tuma message, andika neno niunge. Baada hapo tutakupatia linki, na kupitia linki hiyo basi utaweza kujiunga na WhatsApp channel yetu, na tutakuwa ukitazama ramani kila tunapokuwa tunaziweka kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hapa unaweza kupata mwelekeo kidogo, na unaweza kupata picha, japo ni ngumu mpaka uweze kupatiwa maelezo, lakini niko hapa kwa ajili ya kufanya hivyo. Hili jengo lina vyumba vinne vya kulala. Chumba kimoja ni master. Hii master kidogo sio zile ambazo nimezoea kuwa nazizungumzia hapa. Nitaizungumzia kidogo kwa sababu master hii ni ya tofauti kuliko zile ambazo nimekuwa nikizizungumzia. Kumbuka nimekuwa nakwambia kwamba kuna tofauti kati ya chumba ambacho ni self na chumba ambacho ni master, lakini master nazo zinatofautiana. Sasa master katika labani yetu hii hapa ina kitu cha ziada zaidi. Ukiachana tunakuwa na dressing room na choo ndani, pia ina sebule yake ya ndani. Kwa hiyo kama utakuwa na vikao vyako mwenyewe vya watu wako binafsi, maelekezo yako utakuwa unatoa katika sebule yako. Ina maana katika hili jengo mwenye nyumba kama hatakuwa na kazi ya kutoka, kama utakuwa unafanya kazi zako za studio, unafanya kazi zako ambazo unaweza kufanya hata ufanyie nyumbani, pengine inaweza ikaisha siku nzima hujaonekana nje. Na hii ndio dhamana au dhumuni la majengo ya namna hii hapa. Nyumba zote za kisasa ni zile ambazo zinakusaidia mambo mengi sana, kuhakikisha kwamba inaweza kukusaidia kitu ukakifanya kwa wakati ukiwa ndani ya nyumba yako. Hiyo ndio nyumba ya kisasa. Sasa kwenye hili jengo, chumba chetu kimoja ni master ambayo ina sebule yake ndani. Kuna sehemu ya kubadilishia nguo na choo chake, lakini eneo la kulala ni eneo kubwa sana kiasi kwamba nako pia unaweza kaweka hata masofa na vitu vingine vyote ambavyo vitafaa kupendezesha eneo hilo hapo. Jengo hili pia lina chumba ambacho ni self. Kumbuka nimekwambia kuna tofauti kati ya self na master. Sasa kwenye self hapo ni chumba ambacho kina choo ndani peke yake. Baada ya hapo kuna vyumba vingine viwili ambavyo ni single. Vyumba hivi havina choo ndani, ni vya kawaida, na pia kuna choo na bafu ambavyo vinajitegemea. Hii choo na bafu inajitegemea ili kuhakikisha wale watakaokuwa wanatumia vyumba visivyokuwa na choo ndani, basi huduma inakuwa kwa karibu sana. Lakini pia hivi pia ni vyoo au choo cha dharura na bafu la dharura. Hata wale ambao wanaishi katika vyumba ambavyo vina vyoo ndani yake wanaweza kutumia vyoo hivi kama dharura. Na huu ndio muonekano wa hili jengo. Hili jengo kama utatumia tofali za blocks hapa, utapeleka jumla ya tofali za blocks 4,000, na bati zake ni bati 250 za futi 10, mbao za kenchi ni mbao 400. Kama utatumia tofali za kuchoma, zitahitajika jumla ya tofali 13,000 kamili kukamilisha ujenzi wa hili jengo. Na nikwambie tena kwamba kama utahitaji tofali za blocks ukiwa Mpanda, basi namba ya simu ni hiyo hapo. Sasa hivi ni uhakika, na tofali tutakazokupatia ni zile zitakazokuwa imara na hazitakusumbua kwa namna yoyote ile pale, na ni tofali ambazo hata kama utaijenga nyumba yako, basi itakugaranti au nitakuhakikishia jengo lako litadumu kwa muda mrefu, kwa sababu tofali hizi ni tofali ambazo zina uhakika nazo na ni za uhakika kwa 100%, na zinadumu kwa muda mrefu sana kutokana na ubora wake. Kwa hiyo karibu sana. Lakini pia kama utahitaji mbao za kench, bado unaweza kututafuta sisi hapo na tukakusaidia kuhakikisha kwamba unazipata nzuri na zisizokuwa na makondokado. Sije kununua mbao za kench mara kidogo mtu hapo mara kidogo nini. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tutahakikisha tunavizingatia kuhakikisha kwamba mbao utakazokuwa unazipata ni zile ambazo zinakuwa ni imara, ni zile ambazo zinakuwa ni nzuri, na zile ambazo zinakuwa ni bora kulingana na ujenzi ambao unataka kufanya. Na nikwambie tena kwamba ramani kama hizi huwa tunaandaa kulingana na mahitaji of course. Kwa hiyo hata wewe pia unaweza ukatoa mahitaji yako, ukatupatia mahitaji yako, na vile vile tukaweza kuandaa ramani kulingana na vile ambavyo unataka, na pia tukaweza kuboresha pale ambapo patakapostahili, kwa sababu sio kila sehemu au kila ramani ambayo tunatakiwa kuiandaa huwa tunafanya maboresho, kwa sababu kuna baadhi ya mahitaji huwa yanakuwa yameenea, kwa maana yanakuwa yamejikamilisha au yamejitosheleza. Kwa hiyo kinachofanyika ni kwamba
tunaongezea tu baadhi ya vitu, lakini kuna kitu ambacho sijakitaja hapa, ni cha muhimu sana kwenye hili jengo. Hili jengo pia lina chumba maalum kwa ajili ya kufulia nguo ambacho kipo upande wa nje, sambamba na upande wa jikoni. Kwa hiyo hata swala la kufua nguo kuna chumba chake maalum. Hivi vitu ni vingi ambavyo ni vizuri kwenye hili jengo, vinafanya jengo hili kuwa la kipekee na zuri, lisilokuwa na mfano na lisilokuwa na ufanano na majengo mengine. Karibuni sana na asanteni kwa kunisikiliza.